Nitasoma alafu tutaomba ndio tukaweze kuanza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota, akawapeleka Bethlehemu. Akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia zingine. Wacha kwanza tukome pale na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo. Twakushukuru kwa sababu umetupatia nafasi nyingine njema ya kuhimizika kutoka kwa neno lako. Wakati huu twaomba tukitegemea Roho Mtakatifu kwa ajili ya ufunuo zaidi. Jehova, mimi ni chombo tu, sina neno lolote langu, bali nahitaji ufunuo kutoka kwa Roho Mtakatifu, ndiposa wateule watumishi wako wakaweze kubarikiwa na neno lako. Jehova, wacha ukaweze kutupa ufunuo na utafsiri, ni kwa sababu hizo hatuna, ila wewe uko navyo. Jehova Jire, wacha neno la siku ya leo ikaweze kuwa la maana na la manufaa katika maisha yetu. Asante kwa maana umekusudia kutubariki siku ya leo, na utatufikia kwa njia ya maana na njia inayostahili na njia itakayopendeza katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo kama siku ya Krismasi is a day that we have been celebrating the birth of Jesus Christ. Last time I remember when we were celebrating the day of the birth of Jesus Christ, according to our tradition, we normally celebrate it a day before today. Tuliweza kuona ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa katika Bethlehemu, mji wa Yuda. Na kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa tofauti na any other kuzaliwa popote kwingine katika ulimwengu.
Na ndio maana kulikuwa na some preparations before the birth of Jesus Christ. We saw that the birth of Jesus Christ was prophesied. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa kumetabiriwa. Ikawa dunia imeandaliwa. Dunia imeandaliwa vyema. Niposa wakati Yesu Kristo atakuja kuzaliwa, wengine wasione kama ni jambo lingine ambalo limetendeka, ambalo is strange. Hapa ambapo tumesoma ya kwamba kuna mamajusi walitoka eneo la mashariki. Mamajusi ni watu ambao waliheshimika sana na ambao walitajika kama watu wa maana katika enzi zile. Hawa mamajusi ambao wametoka katika eneo la mashariki, ni Mashariki ya Kati, eneo ambalo sio eneo la Israeli. Lakini unajua ya kwamba mamajusi katika lugha ya Kimombo wanaitwa kina nani? Magi ama wise people. Hao ni watu ambao walikuwa wanatafsiri nyota ama wataalamu wa nyota. Wakiona nyota, unajua siku hizi watu ambao ni watu mashuhuri meteorologists ama wale huwa wanatutabiria kuhusu vile anga itakuwa, huwa wanategemea hizo celestial bodies. Wakiangalia, wakiona nyota fulani, wanajua ya kwamba hii ina umuhimu fulani. Wakiangalia, wakiona matukio fulani ambayo sio ya kawaida, wanayatafsiri kulingana na labda utafsiri fulani ulitendeka, labda kuna tukio fulani litendeka wakati fulani, wakati ili nyota ilitokezea. Hiyo nyota ambayo waliiona ilikuwa na umuhimu mkubwa, na kwa sababu ilikuwa na some connection which was a divine connection, wakaangalia wakaona ya kwamba hii nyota ambayo imetokea ni tofauti labda na nyota zile zingine, na hiyo nyota ilikuwa inatembea. It was indicating that as we follow this star, itatupeleka mahali. Sasa iliwaleta Bethlehemu, na kwa sababu walielewa ya kwamba hii nyota ikija Bethlehemu ilikuwa inatuelekeza mahala fulani, walikuwa wameiangalia wakaona ya kwamba, na unajua ya kwamba Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu, tumeambiwa ya kwamba mamajusi wa mashariki walifika wakisema yuko wapi yeye. Walikuwa wamezungumziwa na Bwana. Hao mamajusi sijui walikuwa watu aina gani, sijui walikuwa wametoka wapi, nchi gani, sijui walikuwa wa kabila gani, lakini kuna vile walikuwa wamezungumziwa ya kwamba na Roho wa Bwana, that the meaning of this star ama this incident is that kuna Yesu Kristo ambaye amezaliwa. Na kwanza wakati sijui ni katika kitabu cha Luka, kwa sababu hao mamajusi ndio waliona huo ufunuo, waliwaletea yaani watuone huo ufunuo. Pia naye malaika wa Bwana aliwapea wachungaji kondeni ufunuo huo wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Wakati walifika Yerusalemu ama Bethlehemu, tumeona ya kwamba waliingia katika nyumba ya mfalme. Wakauliza, yu wapi yule ambaye amezaliwa mfalme wa Wayahudi? Imagine umeingia katika nyumba ya mfalme, mtawala wa hii nchi yetu, na ukakuja na habari zingine ya kwamba kuna mtawala mwingine ambaye ametokea. What kind of reception are you expecting to receive? It is a hostile kind of reception. Hautapokelewa vizuri. Ni kwa sababu it seems that unataka overthrow the government. Yaani ni kama una habari za kuchochea, habari za uchochezi. Utakamatwa ndio uelezee unamjuaje huyu mfalme. Lakini hao wanaume walikuwa na ujasiri, na inaona ya kwamba they were protected by the Spirit of God. They were protected by the divine power of God. Ndio ile tukio, ile jambo ambalo Mungu alikuwa anataka likaweze kutendeka,
vikaweza kutendeka pasipo itilafu yoyote. Siku ya leo nilikuwa nataka tuone about the precious gift we can give to Christ. Which are these precious gifts? Wakati hao wanaume walikuwa wanatembea, sijui walikuwa watatu ama walikuwa wangapi, walikuwa wamebeba zawadi za dhamana. Wakati walipofika mji wa Bethlehemu, na wakati hatimaye nyota iliwafikisha mahala Yesu Kristo alikuwa amezaliwa, kama mstari wa 11 tuliposoma, wakati waliingia wakamkuta Mariamu na mama yake, walianguka wakamsujudia na wakafungua hazina zao wakampatia tunu. Hizi tunu zilikuwa ni dhahabu, zilikuwa uvumba na zilikuwa manemane. The kind of gifts which they presented to this child. Unajua wakati ambapo akina mama hujifungua, huwa ni wakati mwema ambao ni wa kuwapokea wageni. Wageni wakija, nasikia ya kwamba tumeenda kumtembelea mtoto fulani mahala fulani amezaliwa, kuja kumpakata huyu mtoto, na wakiondoka pale ama wakifika pale, huwa wamebeba zawadi ambazo they normally give to the mother of the baby. Na kuna wengine ambao huwa wanataka kumshikisha huyo mtoto hiyo zawadi, ni kwa sababu yeye ndiye walikuwa wamekuja kumtembelea. Sasa zawadi ambazo hao wanaume walimletea Yesu ndio hizo tumesoma. Zawadi ya kwanza ilikuwa ni dhahabu, na ingine ilikuwa ni uvumba, na ingine ilikuwa ni manemane. These were important gifts. Ukiangalia katika historia, zawadi ambazo zimetajwa hapa, sijui wakati huwa unatembea ni lini uliokota pesa chini. Kuna mtu ameokota pesa hivi karibuni, sikuambii unigawie. Labda mimi nakumbuka ile yangu ya mwisho kuokota ni shilingi 50. Unajua tangu hii pesa mpya ikuje, nilikuwa nauliza ni nani ameokota ya kwanza, nisikie kuna mtu aliokota au. Mimi niliokota 50 karibu hapa. Kama wewe ulipoteza, niliokota. Na usiniulize. Niliokota siku ya Jumapili. Kwa hivyo sometimes ukiamka asubuhi ukienda kwa kanisa utakutana na mambo mazuri, sio kuokota pesa. Lakini nilikuwa nataka kuonyesha umuhimu ama udhamana wa vitu kama dhahabu. Sijui kama kuna watu ambao wanajua dhahabu vile inakaa hapa. Kuna mtu alikutana na dhahabu hapa? Inua mkono tu niambie, mimi niliona dhahabu na niliishika. Kuna mtu aliishika hapa? Hata kama hukuishika, ni wangapi waliona dhahabu? Wasista kumbe sisi wote tuliona dhahabu, na ulihakikisha ya kwamba hiyo ni dhahabu uliona. Unajua kuna dhahabu, kuna vitu vinatengenezwa na dhahabu, huwa zinafanywa finishing, ama hii coating hii ya nje zinafunikwa na dhahabu. Whether zingine sio pure gold, but they are just zimerebeshwa na hiyo dhahabu. Labda unajua kuna hizi golden trophies ambao sisi wengi tunasema tuliziona. Mimi sijui kama hizo huwa zimetengenezwa kwa dhahabu, mimi sijajua. Lakini dhahabu ni kitu ambacho sio rahisi kupatana nacho. Eti ukitembea hivi kwa barabara uokote dhahabu ndio hii. Ukichukua kimawe kidogo hivi cha dhahabu utakuwa tajiri labda. Itabadilisha your lifestyle. Wache kuona Gladys hapa. Yaani kwa sasa nikitembelea kwa Gladys, wacha sitapeana hiyo mfano. Dhahabu ndio maana usikia huko sehemu sijui za Kisii ama ni wapi, wachimba migodi wanaingia huko ndani wakichimba dhahabu. Na unaweza tumia gharama kubwa kuing'oa kulima, lakini hatimaye ukuja kuvuna sijui how many grams of gold, na zikiendelea kufanywa unajua sasa hiyo mchanga ikibebwa inapelekwa katika stage nyingine, ndio sijui what do we call that nini, ndio utenganishe hiyo dhahabu na yale deposits zingine, inaitwa they are refined. Yeah, they are refined. Yeah, that is the word which I was looking. Inakuwa refined ndio ikatenganishwa na yale
hiyo impurities zingine ama yale madini mengine, labda kuna mengine yana manufaa kutumika kwingine, ambapo mengine ndio tunadanganywa siku hizi. Tunaambiwa sasa hizi ndio dhahabu, kumbe dhahabu ilitolewa na ikauzwa ng'ambo huko. Kwa hivyo dhahabu hapa imetajwa, Yesu Kristo aliletewa wakati kuna mwanamke ambaye anaitwa Queen of Sheba ambaye alimtembelea mfalme Sulemani. Alikuwa amembebea Sulemani zawadi, na baadhi ya zawadi ambazo alikuwa amembebea zilikuwa, kuna dhahabu ilikuwa pale. Ukiangalia dhahabu inalinganisha huo udhamana na ufalme, na ingepewa mfalme kama Yesu Kristo. Hatujui kama Herode alipewa dhahabu. Unajua Herode labda angejua hawa watu wanapitia kwangu wamebeba dhahabu wakimpelekea mtoto mwingine ambaye anaitwa mfalme, angewaua, angechukua hiyo dhahabu. Ni kwa sababu kitu ya kwanza dhahabu wakati mfalme mwingine amezaliwa, bila shaka he was a rival to the king. Kwa hivyo ikawa Herode hatujui kama alipokea dhahabu, lakini dhahabu ilipitishwa kwake ikampelekewa Yesu Kristo. Inamaanisha ya kwamba it symbolizes that the person who has just been born is a king, amekuwa mfalme. Lakini tofauti ya huyo mfalme, kuna tofauti kubwa ya huyo mfalme na mfalme Herode. Zawadi ingine ambayo Yesu alipewa ni uvumba, frankincense, Frankincense. Sijui kama umepata vile zinafuatana, but hiyo ni uvumba. Unajua uvumba ni hiyo miti yenye iko na harufu nzuri. Hiyo ilikuwa inapatikana kutoka kwa miti. Wakati nilikuwa shule niliweza kufundishwa ya kwamba raba ambayo hutumika kutengeneza hizi viatu tunavalia, ama hizi sijui magurudumu ya gari ama yanatengenezwa na hiyo raba, inapatikana kutoka kwa hii miti. Unaenda huko sijui ni Nigeria, isn't it? Nigeria tuliambiwa raba huwa ina mti fulani unakatwa hivi, na katika hiyo sehemu yake wanabandika hizi, ni kama hizi kasuku tunatumia hapo, na some kind of sprout, ndio ina matone yanamwangika hapo. By the end of the day wana collect some substance there, hiyo sijui wanafanyia nini ndio itengenezwe ikuwe raba. Sasa hapa uvumba, kuna miti fulani ilikuwa inatumika in order to collect that substance. The process was ni kama ilikuwa almost the same kama hii huwa tunatumia kupata raba huko, sijui ni Nigeria ama ni Liberia huko. Lakini sasa hiyo ikibebwa ndio ilikuwa inaenda kutumika katika sijui sana sana makuhani walikuwa wanatumia katika hekalu to burn incense. Wakati wanaingia katika the place of holiness, they were burning that incense, ambayo hiyo nini ilikuwa inatoa harufu nzuri. Yaani moshi wake baada ya kuchoma unatoa moshi mzuri. Na ikienda mbinguni sasa wanasema ya kwamba ibada yao imekubalika. Wanasema vile hiyo nini moshi inaenda ikibeba harufu nzuri. Sasa sisi ni harufu, ama ibada yetu ni harufu nzuri machoni pa Bwana. Na sasa tumekubalika. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi ya tatu ni Maya. Ama Kiswahili ni manemane, si ndio? Sasa manemane nayo ilikuwa inapatikana similarly kama vile frankincense ilikuwa inapatikana. Ilikuwa tu inapatikana kwa miti. Nayo ilikuwa inatengeneza sijui ni mafuta mazuri yenye alikuwa na yani ya manukato sasa. Na sana sana hiyo ilikuwa inatumika to preserve the bodies. Unajua body ni mwili ambao haina uhai, sasa ndio inaitwa body. Sasa ukitembea kwa mfano Telvin, watu watakuita Telvin, lakini wakati
wakati mimi sasa Andrew nitakuwa siyuko, ile ni mwili ya Andrew. Sasa hiyo mwili baada ya kukua mwili sasa, hiyo jina ikiwa haitumiki sana, si watu wataniita marehemu, si ndio hiyo? Waniite hiyo majina yote ya nikiondoka sasa mtaniita hayati kwa sababu nilikuwa ninaishi na nyinyi. Sasa huyo hayati anafunikwa hiyo mafuta. Hiyo mafuta sasa anafunikwa, anapakwa. It is a kind of preservative. Hiyo mwili isioze haraka. Na ndio sasa ikifikia wakati unajua sasa nyingine kama hizo zinatumika kama preservatives. Inawaamini maeneo pale ya wavu sasa hiyo mafuta unaweza jiuliza ni kwa nini hao watu wanaletea mtoto wakati kama huu. Vitu kama hivyo vikiwa vitatu. Tena hiyo ni swali unaweza uliza, why are they bringing such gifts to the child at time like this? Mtoto amezaliwa, hata hajamaliza mwezi mmoja, lakini amezaliwa hizi zawadi. Yesu atapeleka wapi dhahabu? Hatapeleka wapi manemane na uvumba? Swali kama hilo. But the gifts zilikuwa na yani they had a meaning. Zilikuwa na umuhimu ambao tutaujua labda siku ya leo. Lakini kwa wakati ule kwa sababu baada Herode kuarifiwa kuna mfalme alizaliwa, aliingia katika utaratibu wa ku-eliminate that boy, that child. Na akiwa katika huo utaratibu, malaika wa Bwana akazungumza na Yusufu katika ndoto. Akamwambia, "Inukeni haraka, kimbieni muende Misri. Ni kwa maana Herode anatafuta maisha ya huyu mtoto ayaangamize." Unajua wakati ule hakukuwa na fedha ambao tunatumia siku ya leo. Fedha ni pesa kwa lugha nyingine. Haikuwepo, lakini hii vitu ilikuwa ya dhamana kubwa sana. Ilikuwa the most precious things in that era. Nikisoma mahala pengine niliona ya kwamba sio kwa Biblia, tafadhali usiweze kutafuta. Labda walitumia hiyo dhahabu in exchange for some services. For example, they were to travel from the land of huko Nazareth, huko Israel, waende Egypt, which is about 100 miles from there. Na 100 miles sio 100 kilometers. Tukihesabu tukiconvert zikuwe kilometers, I don't know how many miles. Sikumbuki sasa hivi. Equivalent to 1 kilometer. Kuna msomi hapa anaweza kumbuka. Lakini ni a bit. Ukisikia 1 mile ni sijui how many kilometers? 12 kilometers. Kwa hivyo hizo zilikuwa ni 1200 approximate 1200 kilometers, which is ni safari mrefu. Labda wangetumia hizi gifts ku-exchange ndio wakaweza kupata services kama chakula, kama accommodation wakifika huko, kwa sababu wao na nyumba yao huko. Wangetumia wabadilishane ndio wapewe huduma. Unajua wakati kama ule wa zamani nilisikia kuna ile ilikuwa inaitwa barter exchange. Yani we were exchanging goods for goods. I was not there. But nilisikia ya kwamba walikuwa wanabadilisha mali ndipo wapokee vitu kama hiyo. Labda walitumia kwa ajili ya hiyo kazi. Those were the most precious gifts ambazo Yesu Kristo alipata wakati alizaliwa. Na aliletewa na wise men from far east. We are the wise men of this era. Sisi kama the wise men of this era, our brother has reminded us that we are in a position whereby we can exercise this love. In a position whereby unajua tunaishi katika ulimwengu ambao ni wa sherehe kila siku. Sio sherehe ya Krismasi ambayo tunasherehekea siku ya leo. Lakini wakati unaishi na mwenzako, unaishi na ndugu yako, huo ni wakati mwafaka ambao tunastahili ku-exercise this kind of generosity. Uwe unampatia anayehitaji. Sijui wakati unampatia wewe unampa nini? Ama unamwambia wewe enda kwa amani tutakuombea. Msimu kama huu anasikia ni msimu wa kutoleana zawadi. Alafu siku ya kesho tunaingia katika
ile masanduku yetu tuliletewa ikiwa kwa gift, tunaenda tunazifungua. Wangapi waliletewa zawadi kama hizo? Unajua mimi nilikuwa nafikiria boxing ni hapa. Kwa vijana tulikuwa tunasema hasa boxing ndio ni kwenda. Yaani ile kushiba tulishiba jana, tunaenda kufanya mazoezi kidogo, kufanya boxing kidogo. That is not the meaning of the boxing. And nasikianga boxing ni kuingia kufungua hizo zawadi. Kuna mwingine ana hiyo, ni wangapi wanaelewa kama mimi? Sasa huwa nasikia hiyo ndio the real meaning of the word boxing. Sasa leo sijui ni wangapi watakupea zawadi, sijui ni wangapi labda watanipea zawadi, lakini ni zawadi ipi ambayo unaweza mpatia mpendwa mwenzako? Sasa hapa sisi kama Wakristo, because a king has been born, a king who will ambaye atatukomboa kutoka kwa utumwa wa dhambi amezaliwa. What kind of gift can we give in exchange of this kind of love? Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake Yesu Kristo. Mungu mwenyewe alitupatia Yesu kama zawadi. Na sasa kwa sababu Yesu alipeana kama zawadi, what can we exchange? What can we offer in exchange of this precious gift which we received from God? What can we offer? What shall I offer thee, Jesus, my love, my Redeemer, so gracious divine? I will sing praising thee as I live, Lord. Yeah, what can I offer? What can you offer? You know, kuna watu huwa wanatafuta wakutane na Mungu hivi ndio wakaweze kumpatia. Utatembea dunia mzima utakutana na yeye, sikufichi. Utamtafuta hata ukienda huko maeneo ambayo huwa unaweza fikiria Mungu anaweza patikana, ambapo ibada ni kama ilitengenezewa huko. Labda hapa huwa tunaabudu Mungu vizuri, wacha niseme hivyo. Hutampata Mungu akionekana hivi tu ukitembea kwa barabara au mpate. Hata kuna Wayahudi wengine walikuwa wanatarajia nikana kwamba Yesu Kristo atatokea hivi katika nyumba ya kifalme. Na kwa sababu hakutokea vile kulingana na dhana zao, ndio maana hata wengine hawakumkubali na wakaenda wakamsulubisha, kwa sababu huyo anatudanganya yeye ndiye mfalme. Sasa yule mpendwa ambaye umepewa kuishi na yeye, wakati una exercise the love of Christ towards that brother, it's the moment now that is a gift to God. Yani service to men is service to God. Wakati unaishi na watu vyema, wakati unaonyesha ukarimu kwa watu, basi tunaonyesha upendo wetu kwa Yesu Kristo. What kind of gift can we give to Christ? Unajua ukisoma in the book of Romans chapter 12, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada yetu ikiwa njema, ibada yetu ikiwa imekamilika, hiyo ndio zawadi ya kwanza. Hiyo ndio zawadi ya kwanza ambayo tunaweza mpatia Bwana wetu. Ibada itakamilika namna gani? Ibada ambapo tukiingia katika ibada, tunaingia mioyo yetu ikiwa imekamilika. Mioyo yetu itakamilika namna gani? Mioyo yetu itakuwa imetakasika. Katika mawazo yetu hatutakuwa tumebeba yani maovu. Hatutakuwa tumewabeba wale watu wenzetu vibaya visivyo. Najua kumbeba mtu visivyo, nasikianga watu wasema unanibeba wana. Nasikianga vitu kama hiyo. Sio mambo kama hayo. Lakini unajua ya kwamba in order to make our ways perfect before God, the first thing we are supposed to do is to make our ways, to make our relations na watu wapendwa wenzetu zikawa zimekamilika. Kwa hivyo kama njia zangu ninaishi vyema na watu, ni
nimetengeneza uhusiano wangu na Mungu. Nikitengeneza uhusiano wangu na watu vyema, basi nimetengeneza uhusiano wangu na Mungu ukakamilika. Sasa Paulo akiambia, aliwaambia kupeana miili yao. You cannot burn your body. Yaani huwezi ukaichoma ukauteketeza mwili wako eti umepeana sadaka. Lakini wakati umejiweka vyema, umejiachilia vyema kumwabudu Mungu, hiyo ni sadaka ya kwanza ambayo Bwana ataikubali na itakuwa imekubalika. Sadaka ya upendo. Sadaka ya upendo, yaani inamaanisha sio ile umetoa kwa mfuko ukaweka kwa kikapu eti iende ikamsaidia mtu ama ikatende kazi katika nyumba ya Bwana. Lakini huo upendo ukiwa ndani yako utakuwa msukumo wa kuwatendea wengine mazuri, wa kuwatendea wengine yanavyostahili. Yaani umepanda mbegu ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi ya amani. Unajua kuna watu wanakuanga wachochezi. Yaani wachochezi kabisa. Ukiwa katika jamii, unajua kwamba nasiongelelei kuhusu wa mama, lakini nawatumia kama mfano. Yaani tukiwa sisi ni wamama na tumeolewa katika boma fulani, na mimi ninaangalia naona ya kwamba mimi ni kama ndio niko karibu na yule mama yetu. Sasa naenda unachochea wale wengine, ni kama yani anaanza kubadilisha, yani ndio akupende zaidi ya wale wengine. Kuna watu labda wako na hiyo bengo ya uchochezi. Hiyo ni bengo mbaya. Hiyo sio zawadi ya upendo ama ya amani. Neno linatuambia tutafute kuishi na amani na watu wote. Yaani ukienda, yaani uwe ambassador of peace wherever you go. Ukienda upate watu wako na tofauti zao, be a mediator there. Ingia pale, reconcile those those parties. Kama wanaishi katika hali ya utofauti, bring them ndio wakafikia kiwango cha kuongea kwa sauti moja. Wakristo tumepewa hiyo kama kazi yetu ya kuwaleta, ya kuwaunganisha watu. Hiyo ni wakati unafanya hayo, hiyo ni zawadi bora ama njema ambayo unaileta katika mwili wa Kristo. Najua mambo kama yale yatakuza uhusiano wetu ukuwe dhabiti na Kristo. Mambo kama hayo, kuishi vyema na watu wale wengine, kuishi kwa amani. Wakati tunaishi vyema na watu, basi tunajenga uhusiano wetu vyema ukuwe na Mungu. Hizo zawadi ambazo Yesu Kristo alikuja kupewa, ambazo labda walibadilisha huko. Yesu maisha yake aliishi kama mtawala, aliishi kama kuhani mkuu. Akiwa kama kuhani mkuu, tumeona ya kwamba dhahabu ilikuwa inatumika katika labda katika majengo ya the inner part of the hekalu. Ukienda huko ungepata ndio imerebesha huko mahali pa kifalme, ufalme wa Mungu. Sasa incense ilikuwa inachomwa pale. Yesu Kristo kama kuhani mkuu, those things were indicating that the ministry of Jesus Christ atakuwa kuhani mkuu. Na tena unaona katika wakati Yesu Kristo alikufa, kabla hata akufe, kuna wakati kuna mama mmoja, Mary Magdalene, alikuja kuanguka kulilia Yesu Kristo, na akiwa analia anatumia hiyo machozi kumuosha Yesu Kristo miguu yake, na anatumia nywele zake kumkausha, alafu anampaka mafuta. Nakumbuka hilo, unalifahamu sana kutoka kwa Biblia. Na unajua hiyo mafuta ni hii ambayo iko hapa. Mafuta ilikuwa ya gharama kubwa sana. Manemane si ndio hiyo mafuta tunaongelelea? Ndio ilikuwa mafuta ya gharama kuu. Jamaa mmoja aliangalia akaona si mafuta hata tungeuza, hiyo pesa tusaidie kwa maskini. Jamaa alikuwa anataka wauze ndio azikali, aziweke kwa mfuko atumie, kwa sababu ni
mafuta ya gharama kubwa sana. Yesu Kristo alikuwa anajua ya kwamba huyu mwanamke anatekeleza wajibu fulani. Yesu Kristo alikuwa anaelewa ya kwamba this woman is preparing me, ndio niondoke aje, niondoke kutoka kwa haya maisha ya mwili ninaishi. Kwa hivyo she is preparing me for the final journey. Wakati Yesu Kristo alipokufa akawekwa kaburini, tunaona kuna wanawake sijui ni watatu ama ni wawili walienda kaburini wakiwa wamebeba mafuta ya gharama kubwa, ni waende wakampake mwili wake ndio usiharibike. Lakini walipofika pale walipata amefufuka. Ni kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ameandaliwa kitambo hata kabla akaweze kuaga. Kwa hivyo those 3 gifts zilikuwa zenye umuhimu sana. Mteule, usiachilie huduma ya Bwana ianguke ukiwa na uwezo. You can support the ministry. Usiache kazi ya Bwana ikaongelelewa visivyo. Unajua wakati unasikia watu labda wanapitilia pale nje na wanaangalia hii mjengo, nauliza hii ni kanisa kweli? Na sisi tuko hapa. Sisi we are responsible kuboresha hali ikuwe tofauti katika hii nyumba ya Bwana. We are responsible to take care of the men of God. We are responsible ndio tukaweze kutafuta vifaa vya kutumika kwa kazi ya Bwana. Hiyo ni zawadi ambayo tunaweza peana kwa nyumba ya Bwana. Wakati wenzetu wanaishi katika hali ambazo ni za kusononesha, we are responsible. Our responsibility is to kujali maslahi ya hao wateule. Na hiyo ndio tutakuwa tukifanya hayo. Tukifanya hayo tutakuwa tumemfanyia Bwana. Najua neno linasema ya kwamba kwa hayo yote mliwatendea wale, neno sijui limewaita the little of mine. Kwa hayo mliwatendea, ni mimi mlionitendea. Huyo ni Yesu Kristo aliyekuwa anasema. Kwa hivyo hiyo the service you are rendering to the body of Christ, yani to the church, to the community, wherever you are offering it to the body of Christ. Na hiyo ndio inakutengenezea nafasi yako, uhusiano wako inauboresha machoni kwa Bwana. Wewe uko na zawadi gani ya kumpatia Yesu Kristo? Kuna mmoja niko nayo leo ya kumpea Yesu Kristo. Mimi niko nayo. Yule mwingine ako nayo. Niko na uwezo wa kutoa kilicho chema kwa kazi ya Bwana. Niko na uwezo wa kujitolea nikaweza kusimama kwenye nafasi ya kuombea kazi ya Bwana, kuombea watumishi, kuombea kanisa la Bwana, kuombea kila mmoja katika hili nyumba. Wakati ninaendelea vyema, wakati unaendelea vyema, hatutakuwa tuking'ang'ana katika huduma. Wakati ninajua ya kwamba dada yangu ako kwa kazi, ama ndugu yangu ako kwa kazi, ama inaendelea vyema, najua ya kwamba kazi ya Bwana basi itaendelea vyema. Ni kwa sababu huyo ako na moyo wa kutumika. Wakati nimesimama kwenye nafasi, hiyo ni zawadi ambayo ninatoa kwa ajili ya mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo ni kanisa. Sio ule mwili ambao uliangikwa kwa msalaba. Mwili wa Kristo ni kanisa. Kwa hiyo the moment ninatenda hilo jambo nzuri, nimesimama kwenye nafasi, nitachangia niposa mwili wa Kristo ukaweze kukua. Tusimame ndio tukaweze kuwa